Shukrani tena ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Radio Television Ngyoku International, ni nakusalimu mahali popote pale ulipo. Imani yangu kubwa ni kwamba umzima wa afya hapo ulipo na omuheri. Mimi ni wako Zakachubaka Pascal, ni kukaribisha tena, karibu kwenye makala yetu ya kukujuza yaliyojiri. Ni kuombe tu endelesha support yako kwa kujiabone, kuweza kulike na kuweza kupartager kwa wengine ili wapate habari hii kama ulivyoipata ndugu msikilizaji. Na katika nilio kuandalia leo hii ni kwamba huko Kavumu, baada ya ripoti kadhaa zilizotolewa zikiripoti mashambulizi yaliyofanyika kati ya waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda dhidi ya wapiganaji wa Wazalendo huko kwenye mji wa Kavumu ulioko takriban kwenye kilomita 30 na mji wa Bukavu. Kavumu ni kwenye wilaya ya Kabare, bako ni kwenye barabara kutoka Bukavu kuelekea Minova, takriban kwenye kilomita 30 na mji wa Bukavu. Ndugu mtazamaji, hali ipoje kwa sasa kwenye kijiji cha Kavumu na Bukavu? Grace Kabogo na ripoti kamili. Eneo hilo yanazungumzia kuhusu vifo vya watu wasiopungua 7, wakiwemo raia 5 na watu waliojeruhiwa wanaotibiwa katika vituo vya afya vya Kavumu. Wapiganaji hao wa Wazalendo waliojaribu kuuteka uwanja wa ndege wa Kavumu kwa dakika chache kabla ya kutimuliwa kwa nguvu na vikosi vya M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya asasi za kiraia, Wazalendo walijaribu kuuteka uwanja wa ndege baada ya waasi wa M23 kuwahamisha askari wake ili kuongeza idadi yao kuelekea vijiji vya Katana, Kabamba katika wilaya ya Kabare hadi Kasheke na Lemere katika wilaya ya Kalehe. Mapigano mengine makali kati ya M23 na Wazalendo yalitokea jana Jumapili huko Burhale katika wilaya ya Walungu, ambapo magari na nyumba zinazoshukiwa kuwahifadhi M23 zilichomwa moto na Wazalendo katika eneo linaloitwa Mashango. Wiki iliyopita shambulizi jingine la Wazalendo dhidi ya mji wa Goma lilisababisha watu wasiopungua 50 kupoteza maisha. Taarifa ya gavana wa Kivu Kaskazini chini ya utawala wa M23 ilisema kwamba Wazalendo hao walisaidiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Kongo Jenerali Sylvain Ekenge ametupilia mbali tuhuma hizo za M23, akizitaja kuwa ni njama za kuendeleza mauaji dhidi ya raia. Le communiqué de l'AFC M23, taarifa kwa vyombo vya habari ya AFC M23 ambayo ilitayarishwa tangu mwanzo, ni hali halisi iliyofanywa kwa makusudi, sio tu kuficha au kuhalalisha mauaji ya kila siku ya raia katika mji wa Goma, bali pia kuchezea maoni ya umma na kukidhi tamaa zao za uhalifu. Hii ni mbinu iliyopangwa kujaribu kukwamisha mipango yote ya amani inayoendelea. Les initiatives de paix en cours. Huku haya kijiri, Umoja wa Afrika umemteua rasmi juzi Jumamosi Faure Nyasimbe, rais wa Jamhuri ya Togo, kwa mpatanishi mpya katika mchakato wa amani wa kutatua mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi wa Baraza Kuu la Umoja wa Afrika uliopitishwa Jumamosi kwa utaratibu wa ukimya unaashiria hatua muhimu katika juhudi za kuleta utulivu katika eneo hilo. Kulingana na umoja huo, tume ina jukumu la kutengeneza ramani ya pamoja kwa kushauriana na pande zinazohusika. Mbinu hii inalenga kufaidika na matokeo yaliyopatikana wakati wa michakato ya upatanishi huko Luanda na Nairobi. Lakini hadi wakati huo, jina la Nyasimbe halina kauli moja miongoni mwa mashirika ya kiraia nchini Kongo. Huyu ni mwenzangu Grace Kabogo aliyekuandalia ripoti kamili. Ndugu msikilizaji, na tujielekeze huko kwenye mji wa Bukavu ambako wavuvi ambao wanafanya kazi ya uvuvi kwenye ziwa la Kivu wanapitia majanga makubwa, hasa huku wakikatazwa baadhi ya maeneo kuto kuyashiriki kwa uvuvi, lakini pia wanapitia majanga mengineyo haswa kwa kuuzisha samaki zinazoroa kwenye baadhi ya maeneo. Hapa Emmanuel Makundi na ripoti kamili. Wakati wa mapambazuko katika ziwa Kivu, wavuvi wanarejea ufukweni na samaki wao waliopata usiku, lakini migogoro inayoongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatishia maisha wengi katika sekta hii muhimu. Uwepo wa waasi wa M23 ambao wameuteka mji wa Bukavu tangu mwezi Februari umeathiri uchumi wa mji huu, kwa mujibu wa mkuu wa jimbo la Kivu Kusini. Mzozo sasa umesababisha kupanda kwa bei za bidhaa muhimu, biashara pia zikifungwa kwa mji huu. Mmoja wa vijana ambao walikuwa wanafanya kazi ya uvuvi kwenye ziwa Kivu hapa anaeleza changamoto wanazopitia. Tukiingia mbali kidogo, vraiment wanatuchinja, kutua njo. Tuwa na wanatuweka vyote vituko navyo. Kiso kitu yake unaiuza $500 vyote na videpansia. Na mliza hata mamile
Mesa wanakufikia kwa mai vrema wanakupiga sasa wanamaliza kupiga sifate bakuwe na wanakubeba kila kitu. Mvuvi mwingine Bahati Venus ambaye anawakilisha wavuvi katika eneo la Kalegera anakadiria kwamba karibia 85% ya wakaazi wa Bukavu wanategemea uvuvi kujiendeleza kimaisha. Bilishanisaidia siwezi kusema juni vya mingi. Leo niko kwangu, mpeshe ndio niliuza sipange na mwanapanga naye alikuwa anatarajia tu ni mule mpeshe juu kama hauna kazi hawezi enda panga nyumba ya watu. Mimi nasomesha watoto sasa kawaida, niko nasomesha mwekenze amfa. Kukuwe mimi ba orfelebe mimi nasaidia kuko wangu lakini bote banaangalia tu ile kazi ya peshe. Lakini hali ya usalama kuendelea kuwa mbaya pamoja na kupunguka kwa usambazaji wa samaki ni tishio kwa namna wakaazi wa mji wa Bukavu wanavyoishi. Umoja wa Mataifa umesema kwamba zaidi ya watu 700,000 wamepoteza makazi yao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwanzoni mwa mwaka huu kutokana na mzozo. Mchuuzi wa samaki Muamini Muhindo anasema hali inaendelea kuwa ngumu. Kama sambaza ziko ndakuwa sina hata sanfra, lakini benye masambaza batatupatia sambaza tunaenda uzisha kesho tunalipa. Lakini kwa leo juu ya wasiwasi biko banashindwa tupatia deni kwanza juu abapate kitu kwanza. Na biko banashindwa tupatia deni juu abajue butakucha hae. Bashige Amindeko, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi kutoka nchini DRC, anasema sekta ya uvuvi nchini DRC ilichangia 6.0% ya pato ghafi kabla ya mzozo. Huyo ni mwenzangu Emmanuel Makundi aliyekuandalia ripoti kamili, ndugu msikilizaji, na kufikia hapa ndio ninatamatisha yale niliyokuandalia jioni ya siku ya leo. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal, nikuombe usikose kuungana nami katika makala mengine yanayokuja hapo baadaye, huku nikiomba jiabone uweze kulike na kupartage kwa wengine wapate kama ulivyopata. Niseme alamsiki, sauti ya mzalendo.